kuna aunti yangu nikigrow alikuwa ameolewa, mimi nikimjua alikuwa na mtu bwana yake mwenye mimi nilikuwa najua ni bwana yake. Na juu nilikuwa mdogo mimi sikuwa najua vitu nyingi. Nikagrow na watoto wake ni wakubwa. Poleni kwa kuleta stories za aunti yangu hapa, lakini leo ndio mafunzo ya leo. Venye alikufa, bwana akakufa before, bwana akazikwa, aunti akabaki mjane. Bado tuko. Mimi nikaona aunti yangu baadaye akakujanga kukufa. Nikaona aunti yangu ameenda kuzikwa Kawedhei. Na ule bwana mwingine alikuwa sijui wapi. Nikashindwa, kwa nini anazikwa huku, kwa nini hajazikwa basi kwetu? Kama hatazikwa kwa bwana, kwa nini hajazikwa kwetu? Kangundo, yani kwetu kwa babangu. Ndio nikaambiwa, Musenzi, huyu aunti yangu alikuwa ameolewa na bwana wa kwanza, ambapo huyo bwana wa kwanza alilete mahari, alinunuliwa kabisa. Kwa hivyo hangezikwa kwetu kwa mamake, manake kingeramba watu. Kwa hivyo inabidi mali ya wenyewe irudishwe kwa wenyewe, na wala sio kwa mume wa pili. Mume wa pili hakumnunua, na hakuna mwanamke ananunuliwa mara mbili. Hiyo ni mfano ya kwanza. Mfano ya pili, leo nitawapatia tu mfano za kwetu, si kitu mbaya naongea, hata wenye wakisikia si kitu mbaya naongea. Kuna aunti yangu mwingine, huyo anko yangu alikufanga kitambo tukiwa wadogo. Kabisa tukiwa wadogo, mimi hata sikumuona. Then hao watoto walilelewa kwetu, yani tulilelewa pamoja na shosho. Venye mamake alikufa, hakuenda kuzikwa kwa mama yake, alizikwa kwetu, ambapo bwanake alikuwa mjane wa miaka mingi. Mimi nilidhania ataenda kuzikwa kwao cause venye bwanake alikufa, juu alikufa wakiwa wadogo, yeye alibaki anaishi kwao. Unaona? Lakini venye alikufa alikuja kazikwa kwa boma yetu, na hata sasa yako kwa boma yetu. Nikauliza tena tu kama mtoto, kwa nini yeye amezikwa huku na hakuwa anaishi huku? Nikaambiwa kwa sababu alinunuliwa, na hiyo ndio mila ya Mkamba. Sasa mila zinatufunga. Kama unajua wewe unafata mila, fata mila. Na kama unajua wewe umejitoa kwa mila kama mimi, toka kwa mila, ingia kwa mila ingine. Kama wewe ni Mkristo, fateni mila. Wacheni kusema mumeokoka, unafata nusu, unaacha nusu. Juu mimi nimeona watu wengi kimewaramba. Wacheni wapatie story ya mtu mmoja tu, sitaki hata video kuwe mrefu. Kuna msichana alikuwa ameolewa, wakaachana na bwana miaka mingi iliyopita. Mungu akamnusuru, akampatia neema, akaolewa na bwana mwingine, tena na harusi kubwa sana. Kuolewa wakafanya kama tamaduni za Kikamba, wakarudisha mboi ole kwa kina bwana, ndio sasa waweze kuolewa. Venye walikuja wakachinja mbuzi, lakini Kikamba au chinji yangu mbuzi mara mbili. Mbuzi inachinjwa mara moja. Wenye walikununua hawafai, kwanza ufai kununuliwa kwa hiyo boma, unafaa upelekwe sijui ni kwa anko wa baba. Anko wa baba. Sijui ni wa baba ama ni wa mama, anko wa baba. Hapo mtanikonifamia vizuri. Huko ndio unafaa ununuliwe, haufai kununuliwa hapa, ulinunuliwa tena, alafu ile mbuzi haifai kukatwa tena. So, juu ni watu wameokoka, au walifanya vitu nusu zingine hawakufanya kwa sababu wameokoka. So unapata juu umeokoka, kuna mila zingine unaona ziko deep, unasema utafanya juu umeokoka. Na guys, wacheni waambie, mila hakuna uokovu. As long as unafata hizo mila, utafata mila. Mila hazina Kiislamu. Kama we ni Muislamu na unafata mila, ujue hizo mila utazifuata. Si ati unafuata mila nusu. Either ufuate hiyo mila ama ujitenganize na hiyo mila kabisa. Na hivyo ndio Uislamu inatakiwa. Ukishasilimu ni hivyo, mila za kwenyu zinaishianga hapo. Wakristo, hata nyinyi mkiokoka, wachaneni na mila kabisa. Maanake ukifuata nusu, vitu zingine unafanya, zingine ufanyi, utaumiza watoto wako, utajiumiza, na hii kitu itaenda ikigurumu. So, kama wewe ni msichana Mkamba, juu hizi cases niko nazo nyingi, na mimi sio mimi sio mtu wa mila, yani wa kupeana story za history. Mimi sio huko, lakini ninajua. Kama unajua uliolewa mahali na mkakuliana pamoja, as like wazazi wa huku walienda kule na kitu wamebeba, iwe ni pesa,
iwe ni mbuzi, iwe ni kuku, na mkakula pamoja kwa sababu ya hiyo marriage. Mama mwenzangu, mamangu, ukiachwa, rudisha vitu za watu. Ndio muachane kispiritual, rudisha vitu za watu. Alafu wale watu sasa, si umerudisha vitu zao? Sasa hawa watoto wako, ile siku watoto wako watafika mahali pa kuolewa, iwe baba yao aliwasomesha ama hakuwasomesha, huyu baba haezi akakula mahari ya huyu msichana, ya mtoto wake. Abadan, haezi. Akikula either akufe, agonjeke, ama kuwe mwenda wazimu. Vitu zinakuanga unachuzi moja. Na hiyo ndio ukweli. So, kijana mwenye anataka kwenda kutoa mahari saa hizi kwa mke wake saa hizi njenzi, uliza babako kama alitoa mahari ya mamako. Manake wallahi hivi, kama babako akutolea mamako mahari na uruke mamako upeleke kwa mke wako, hata gari haitafika, mtakufa. Manake waweka mizimu walishaeka wakatia saini, na mababu zenyu wakatia saini. Hii kitu inakuanga ngori. Kwa hivyo kama unafuata mila, fata. Kama unaachana na mila kama mimi, achana nayo. Mimi nilishaachana na mila, hata nikufe, nizikwe, mimi mahari sijaipatiwa mahari, na nishaiolewa lakini sijaipatiwa mahari. Na hata kama sikupatiwa, alhamdulillah, mimi nilikuwa kichwa ngumu, singefuata kupatiwa mahari kwa nashukuru. Manake mahari inaweza kukai. Unajua hata kuna mahali Waislamu tunarudishanga mahari. Kuna mahali sijui ni wapi ni nini inafikanga mahali unarudisha mahari ya wenyewe. Mimi ningefanya nini? Mimi hakuna mtu anaweza kanidai. Unaona? Na veje nina wasichana wengi. Unajua wasichana, utajua utamu wa wasichana mkianza kukula, ukianza kuona magari zikikuja pale nyumbani, ukianza kufunga perese, ati unaenda harusi, unaenda hiyo ndio utamu wa wasichana. In fact, sisi Waislamu hatuna hizo vitu zote, na hatuna hizo mila, na mahari ni ya msichana. Kwa ufupi, kwa upande wangu mimi, hata niwe na wasichana 10, hakuna kitu nitabenefit kwa upande wa mahari. Mahari ni yao, unless bwana zao tu watake kuja kuniona kama mama, unaona. Lakini kikamba, sasa mimi babangu anajuanga hakuna mahari yangu atakuja kukula kwa wasichana wote. In fact hata mimi ndio wajai kula mahari yangu, wengine wamekula wamekula watazikwa kwao. Ati uliachana na bwana, utazikwa huko. Bora mlichinja mbuzi. Utakuwa nasikia tunaenda mazishi huko. Huko ndio tunaenda mazishi. Unashinda nao watu swali, mahari iko kwetu, tutawazika huko. Sasa mimi nikifa naweza nikazikwa kwetu, nikazikwa wherever, mahali popote naweza nikazikwa. Manake hakuna mila, hakuna mahari, hakuna mama sisters wa watu wamenikamata mimi. Me ambuli like a band. Nilikuwa nataka tuongelee hiyo. Najua mmeboeka, video ni mrefu, lakini zingatia.